الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, katika silsila yetu ya khutba zilizotangulia, mahimizo yetu makubwa ilikuwa kustrike na kutarkiz katika mwezi ambao watu wanaghafilika nao mno, nao ni mwezi wa Shaaban ambao sisi tunaishi. Tumeshazungumza mengi katika hilo, lakini kabla sijaingia katika sulbil mawdu' fi khutbatina al-yawm, nikumbushe tu kwamba zimebaki siku chache tuingie katika nusu ya mwezi wa Shaaban, ambayo wengi sasa hivi utawasikia wakizungumzia lailatun nisfi min ash-Shaaban, usiku wa nusu ya Shaaban, yani mwezi 14 kuamkia siku ya 15 ya mwezi wa Shaaban, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambazo wengi katika ulama wanazitaja kwamba usiku huo Mwenyezi Mungu huwasamehe waja wake baada ya kuwatizama na baada ya kuwa karibu nao sana, na siku zote kuwa karibu nao sana, akamsamehe kila mtu ambaye hamshirikishi Allah na yule mtu ambaye hana ugomvi na mwenzake. Yani watu wote siku hiyo wanasamehewa, wenye kuomba msamaha, wenye kutizamwa na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watu wawili, mshirikina na mtu aliyegombana na mwenzake. Mara nyingi tumeshazungumza habari za lailatun nisfi min ash-Sha'ban katika khutba zilizopita, na ni siku ya 14 kuamkia 15, na wengi katika ulama wamezungumzia kwamba usiku huo ni usiku wengi wao walikuwa wakiupa ihtimam kubwa. Wapo waliokuwa wakiuzungumza kwamba sio usiku kabaki layali ahlu majarra. Khutba yetu ya leo bado tunashangazwa na Uislamu wetu, bado tunafurahishwa na kuona Uislamu wetu una mambo mengi mazuri ya kupendeza, ambayo tunawaalika wale wasiokuwa Waislamu wausome Uislamu kupitia Uislamu wenyewe na wala sio Waislamu, kwa sababu Muislamu anaweza akawa na kasoro, lakini Uislamu hauwezi kuwa na kasoro, kwa sababu ni katiba madhubuti iliyoegemea katika nusus samawiya, la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Kama ni katiba ya mbinguni, inaelezwa kwa maelezo kwa ufasaha kwamba hakuna batili yoyote iliyo mbele yake wala nyuma yake. Ni ufunuo ulioshushwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo dini hii
inatakiwa ichukuliwe kutoka katika misingi yake, katika mashina yake, vyanzo vyake, na wala isichukuliwe kutoka kwa baadhi ya watu wanaonasibishwa na dini. Watu wanaweza wakakosea, wanaweza wakabadilisha, wanaweza wakageuza, lakini dini haigeuki, haibadiliki isipokuwa kwa amri ya yule aliyeitangaza na kuileta. Miongoni mwa mambo ambayo bado yanatushangaza na kutufanya Waislamu tuzidi kuupenda Uislamu ni suala la Uislamu kupiga kelele, bali Uislamu kuupa umuhimu jambo la Muislamu kusimama katika mipaka, asimbughudhi wala kumuudhi mtu yoyote kwa aina yoyote ya maudhi. Na maudhi ni mengi sana, maudhi na udhia uko kwa aina na sampuli mbalimbali, lakini leo tutakwenda kuzungumzia aina ya udhia na maudhi ambayo Uislamu umetukataza sisi Waislamu kuwaudhi watu. Na sio kutukataza tu, umekuwa mkali Uislamu mpaka kumwahidi mwenye kumuudhi mtu maudhi ya aina hii, basi yameandaliwa adhabu kali mno. Yani dini inakushambulia, bali inakuhadid na kukuthreat wewe mwenye kusababishia watu maudhi aina fulani kwenda motoni. Umeona wapi dini sampuli hii ambayo inampa mtu angalizo na kumwambia ukifanya kitu fulani cha maudhi ujue kwamba umebeba dhulma kubwa na madhambi makubwa, na watu aina hii pahala pao sote tunapajua. Twende tukaanze mazungumzo yetu haya na madkhali yake kwa suratul Ahzab aya nambari 58. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Ahzab aya 58, a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كلمة أيها الطالب، يا طالب العلم، قف معي عند كل كلمة من هذه الكلمات الكريمة في سورة الأحزاب. katika aya hii kila neno moja baada ya moja yako wazi, wala tahtamilu ta'wil. Kilma kiko wazi, wala hakuna haja ya tafsiri mbili wala tatu. Anakuambia walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat, na wale ambao kwamba desturi yao na kazi yao ni kuwaudhi waumini wa kike na wa kiume. Tena katika kuudhi hapo wanakuambia usije ukaona kuna watu wao wamejaliwa kuudhiwa tu, kwamba ukiwaudhi hakuna neno, bora uwaudhi hawa lakini usiwaudhi hawa. Hapana, wote mu'minin wal mu'minat. Tena udhia mwingine unakuja bighairi maktasabu, hakuna sababu yoyote iliyokupelekea wewe kuwasababishia watu maudhi kiasi. Hakuna sababu yoyote, unawaudhi tu kwa sababu Allah anajua kuna baadhi ya watu huwa wanaamua sasa, ngoja nikawakere, ngoja nikawaudhi,
ngoja leo niwasababishie adha, bali uslub za baadhi ya watu na lifestyle yao ni maudhi kwa wengine. Sasa kama kuna watu aina hiyo, unataka kumuudhi kakukosa nini? Hajanikosa chochote, lakini furaha yangu mimi ni muudhi tu. Mwenyezi Mungu anakuambia faqad ihtamalu. Angalia neno walilolitumia, ihtamala. Jambo lolote ambalo unaambiwa umelibeba, wakati ni kitu ulikifanya, ni kitendo kilichotendwa, lakini kinarudi natija na reaction na thamani ya kitendo, unaambiwa umebeba. Utadhani ni kontena, ni jabali, ni chuma, ni mzigo wowote mzito ambao kuchukuliwa lazima kuwe na bidii na juhudi maalum za kuweza kubeba. Yani Qur'ani ina taabiri nyingine ambazo huwezi ukazikuta pahala popote popote. Kila kilima kinapewa haki yake na kila kitendo kinapewa haki yake. Subhanallah. Katika Qur'ani dhulma ni jambo kubwa mno, na katika Uislamu. Sasa ilipokuja kutaswiri au kutoa image ya mtu ambaye amefanya dhulma, Qur'ani inasema khaba man hamala dhulman, yani amehasirika, amepata hasara mtu aliyebeba dhulma. Yani kaupiga taswiri ule udhalimu kama ni mzigo mkubwa unaenda kubeba. Nikisema khaba man hamala dhulman, amehasirika aliyebeba. Hamala walam yaqul faala, lianna dhulma hamlun thaqil. Dhulma ni mzigo mzito, sasa umeubeba. Hakusema umefanya, umebeba. Sasa na hapa Mwenyezi Mungu anasema walladhina yudhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Hakusema faqad fa'alu. Na wale wenye kuwaudhi waumini wa kike na wa kiume bila hata ya sababu yoyote, wajue kwamba wamebeba dhulma na madhambi yaliyo wazi. Hata udhia ni dhulma, hata udhia ni mzigo, japokuwa wengi wetu tunaona kuudhi mtu ni kitu kidogo mno. Hapa Qur'ani imekichora kwamba ni mzigo mkubwa ulibeba kwa sababu ya kumuudhi mwingine. Sasa ndio maana ningesema la zala islamuna yubhiruna, nambahiru biislamina haqiqatan. Bado dini yetu ya Uislamu inatushangaza mpaka sisi wenyewe Waislamu. Kumbe Muislamu hatakiwi kumuudhi Muislamu mwenzake wa kike wala wa kiume, na sio Muislamu tu, hata akiwa sio Muislamu, mtu yoyote hutakiwi kumuudhi. Kiumbe cha Mungu hutakiwi kumuudhi, kumsababishia madhara. Kiumbe chochote chenye roho hutakiwi kukisababishia madhara. Hata vile tulivyoruhusiwa kuvila, kuvichinja, kuvitafuna, pia tumepewa misingi yake. Siku moja Mtume amepita akamwona mtu kisha mlaza kondoo wake au mbuzi wake chini. Sasa wakati amemlaza kwa ajili ya kumchinja, huku ndo anatia makali na kukinoa kisu chake. Mtume alighadhibika kwa kitendo kile. Anaghadhibika nini Mtume? Kwani yule si anachinja ka halali kichinjwa chake? The way alivyokuwa anamtreat kichinjwa kile, namna alivyokuwa anafanya, Mtume hakukubaliana naye.
akawa mkali, akamuuliza aturidu an tumitaha marratain, we unataka kumuua mara mbili huyo mnyama, yumsababishia yani kifo mara mbili? Kwa nini? Anasema kwanza lile jambo la kumkamata ukamlaza kwa ajili ya ushamlaza pale, au ukimlaza kama ni kuku, kama ni kondoo, kama ni ng'ombe, utaona anafurukuta kwa sababu umeshaona. Usidhani kwamba hajui kwamba sasa hatari inamnyemelea, tayari ile ni moja, ushamlaza sana. Sasa na hiyo kunoa kisu sasa, na huko ushamlaza. Yani Mtume anataka kumwambia kwa nini kwanza usiende ukanoa kisu chako, ukishakuwa sasa uko tayari kumchinja, sasa ndio ukaja ukamlaza. Sasa umemlaza hapo alafu ndo na huko unashughulika na mengine. Hicho ndicho kilichomkera mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Angalia Uislamu wetu, pamoja na kwamba umepewa idhini, kichinjwa ni chako, kula, lakini pia zile principle na njia za kuchinja unaambiwa hapa unakosea. Aturidu an tumitaha marratain, unataka kumuua mara mbili? Si ungetia makali kisu chako kabla hujamlaza, ndo ukaja ukamlaza. Sasa umemlaza huko, unapiga mateke, unarusha unafurukuta huko na kuna wengine majasiri wanaambia leo unakwenda kuliwa supu, anamuonyesha mbele yake kile kisu kinavyometameta. Ulikuwa unaringa wewe, hao wanasikia na wao na wanalia pia, japo machozi uyaoni. Allah subhanahu wa ta'ala amemuadhibu mwanamke kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Sikilize nasi ya hadithi. Mtume anasema dakhalat imra'atun nara fi hirra habasatha, yupo mwanamke alitiwa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtia motoni mwanamke huyo. Kwa nini? Anasema fi hirra, kilichomsababishia kwenda kuchomwa ni paka, na wengi wetu tuna paka nyumbani. Alifanya nini ya Rasulullah kwenye paka huyo? Anasema habasatha, alimfunga paka, akamfunga, akawa anamtesa yule paka. Akakaa na njaa, anazunguka huku na kule, anataka kujinasua, hawezi, yuko kifungoni. La hiya at'amatha wala tarakatha taakulu min hashashil ard, kumlisha hakumlisha wala hakumwacha huri, akaenda kajitafutia na kula mwenyewe. Hiki kilisababisha kuwa kitendo kilichomtupa motoni paka. Sasa umeona kuna Uislamu wa Waislamu na kuna Uislamu ulio vitabuni. Unawezekana Uislamu waliokuwa nao Waislamu ukakushangaza kwamba hapana, ukaanza kujiambia kweli hii ni dini sahihi kwa vitendo hivi. Lakini sasa dalili kubwa sio yeye, dalili kubwa nenda katika vitabu vilivyomwambia kuwa Muislamu wa aina 1, 2, 3. Hadithi tuliyoizungumza, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika aya ya suratul Ahzab imekuja hadithi nyingi zenye mfano maudhui kama haya. Mimi nipeni ruksa nizungumze hadithi 3 tu zilizo sahihi, zinazoonyesha kwamba Uislamu wetu haupendi watu kuwasababishia watu wengine madhara ya aina yoyote. Ndio Uislamu safi. Mmoja katika hizi hadithi ni hadithi sahihi aliyoipokea al-Imam Muslim. Anasema an yuzahzaha anin nari, aepushwe na moto, wa an yudkhala aljanna, na aingizwe peponi. Waislamu, hakuna Muislamu yoyote asiyependa mambo mawili haya.
Na ndio maana aya za Qur'an katika suratu Ali Imran inasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آية zinaendelea kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz. Kila mtu atakufa, atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo ndo alofaulu. Allahumma ja'alna minhum ya rab. Kufaulu kumbe ni kwenda peponi tu na kuepushwa na moto. Sasa Mtume anasema man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala aljannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kuna sharti mbili tu za wewe kuepushwa na moto kwa mujibu wa hadithi hii ya Bwana Mtume sahihi. Ukitaka kuepushwa na moto na ukapelekwa peponi, kwanza hakikisha unakufa unamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kwanza البند الأول شرط الأول فلتأتيه منيته. منية ni mauti, kikujie kifo chako, wa anta tu'minu billahi wal yawmil akhir, unamwamini Allah na siku ya mwisho. Sasa imani ina vikorombwezo vyake na matawi yake na mambo yake na tadahiyati zake. Jambo la pili, waliyati ila nnasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu yale ambayo yeye anapenda kufanyiwa. Man minna yastati'u dhalik, ni wangapi katika sisi tunaliweza hili la mwisho? Iman billahi wal yawmil akhir, hili lako. Lakini al-amalu al-mutaaddi alladhi yamurru minka ila al-akharin wa yantafi'u bihi al-akharun, hapa ndo kuna kazi. Siku zote kitu ambacho kinapita beyond katika laini yako wewe ni jambo zito, yani kitu chenye manufaa zaidi yako, sio manufaa yako tu, kwa wengine zaidi. Hicho kitu ni kizito, manufaa yake yanapita baada ya wewe na kwa wengine, kwa wengine. Hilo jambo ni zito. Kila mmoja anapenda mazuri yawe yake. Je, mazuri hayo kuyapendelea yawe ya mwingine? Hapo ndo kuna kazi. Na ndio maana kuna magonjwa yanaitwa hasad, chuki, choyo, mafundo, ijicho. Yote haya yamo ndani ya moyo. Ishu kubwa, kwa nini yeye? Kwa nini? Mimi ukinitizama, mimi sura yangu nzuri kuliko yake, mimi kabila langu kubwa kuliko lake, mimi familia yangu kubwa kuliko yake, mimi umbo langu kubwa kuliko lake, mimi ni mtu wa mjini kuliko yeye mtu wa shamba, mimi kisiwa changu hiki kuliko yeye mtu wa kisiwa cha pili. Yani kuna watu wanajaji hivi vitu. Sasa kwa nini mimi lile sina, mimi kapataje yeye? Ilibidi vipi yeye apate? Yeye anapataje yeye, mimi sina? Yani kila kitu kizuri wewe unaona ilikuwa haki yako wewe na sio haki ya mtu yote mwingine. Na kama unapewa maamuzi, unaipoka, unaichukua, inakuwa yako, na yule asiyo na chochote. Ndio hasad. Ndio Mwarabu anasema kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi khalqihi liannaka lam tarda lima wahab.
Mwambie hasidi, unajua umemkosea nani adabu? Umemkosea Allah. Hasidi, umemkosea Allah adabu, kwa sababu lam tarda lima wahab, hukuridhika na kile alichotoa Mwenyezi Mungu kumpa yule, unasema ulistahiki wewe. Unamkosea Mungu adabu, unamfundisha Mungu kwamba hujui kugawa, ulipaswa kumpa yule na mimi, lakini sio yule na yule. Ndio mahasidi walivyokosa adabu mbele ya nani? Ya Allah. Muache Mwenyezi Mungu afanye mwenyewe anavyotaka. Hadithi hiyo ya kwanza. Hadithi yetu ya pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri anasema alisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wal julusa fi turuqat. Sasa hapa kuna madhara mengine ambayo huwa yanasababishwa na watu wengi na wasioyajua, lakini niruhusu kidogo niisome hadithi nyingine kabla ya hii, alafu nitarudi hapo. Mtume anasema ittaqul la'inaini, ogopeni sana mambo mawili yenye kusababisha laana kwa mfanyaji. Yani kuna vitu viwili ukivifanya unalaaniwa. Faqalu ya Rasulullah wa man la'inani, ni yapi hayo mambo mawili yenye kumsababishia mtu laana? Yani akilifanya hilo jambo analaaniwa na Allah mtu, au analaaniwa na watu. Na ukilaaniwa na watu ndio utalaaniwa na Allah, kwa sababu ndimi za watu zitasababisha wewe kuperemshiwa malana. Mambo mawili. Wakamuuliza, Rasulullah, ni mambo gani hayo yanayosababisha laana kwa watu na watu wanayafanya? Akasema, alladhi yatakhalla fi tariqi nnasi au dhillihim, mtu anayekwenda akafanya haja iwe ndogo au kubwa katika njia wanayopita watu au katika kivuli wanachokitumia watu wakakaa. Angalia, Uislamu unakufundisha mpaka usiende ukawaharibia watu mazingira katika njia yao wanaopita. Ni wangapi katika sisi tumeshatoa nafsi zetu tukakojoa pahala ambapo unaona kuna bench watu wenyewe huwa wanakaa, au kuna kikao chochote kile ambacho cha aina yoyote kile, ukasema leo nawapata hapa, wakija leo wakikaa hapa watakoga. Au ukafanya haja kubwa pale ambapo unaona ni munazahatu wa watu, unaiona garden fulani, pale bwana najua kuna watu fulani wanakaa pale, basi leo usiku mimi naenda kuporomosha vitu pale nione kama watakuja kukaa tena. Alafu ukitoka pale unakwenda umefanya jambo kweli kweli. Sasa bwana, huyu kiumbe huyu, huyu bwana, huyu kiboko yao, unafurahi, watu wamekusifu kwamba umeenda kunya pahali ambapo watu wamepumzika wenyewe na familia zao, wanakuja pale kupumzika. Alafu wewe una jina kubwa pengine la mmoja katika mitume waliokuja kutangaza Uislamu, unasema huo ndio Uislamu. Hapana ndugu zangu, Uislamu sio kuja hapa msikitini tukaswali tu. Uislamu ni the way tunaishi na watu kule, na wale ambao sio Waislamu hasa. Angalia tena, ili Uislamu wako uwe unakwenda sambamba na maneno unayoyazungumza. Angalia alfadh alhadith wa kalimatuha at-tayyiba. Angalia maneno yake yanasemaje? ittaqul la'inaini. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqi nnasi, lam yaqul fi tariqi almu'minin, mwenye kufanya haja kubwa katika njia ya watu, sio Waislamu, sio njia ya Waislamu, kwa sababu njia hizi hawapiti Waislamu tu, wanapita wote. Tariqi nnas, wawe Waislamu wawe si Waislamu, ni tariqu nnas, ni njia ya watu ile. Wewe umeenda kufanya haja pale, au dhillihim, au katika vivuli vyao. Watu wanahitaji sana vivuli, hususan katika kipindi kama hichi. Utaona waenda walikoenda, wote wanakimbilia kwenye mti wenye kivuli.
pale. Wakifika harufu, jamaa kisha kuja kumwaga petroli yake pale na mambo mengine, alafu anajisifu. Leo pale nakwambia hakai mtu pale, nimefanya shughuli mimi jana pale, kumbe unalaaniwa na wanaopita wale. Nani huyu maluni alofanya haya? Maluni gani huyu? Ndio maana Mtume akasema allainani, vitu vyenye kusababishia wewe laana, kwa sababu kila atakayesema, atakayevuta harufu mbaya pale au kuona kile kitu kilichowekwa pale atakulani. Wewe unatarajia nini? Kwamba jamani, leo njoni tumeletewa birthday cake hapa, alhamdulillah, Mungu amweke walofanya wakuombee dua. Yani unataka kwenye kivuli, kwenye maskani yetu, kwenye garden yetu, kwenye mtaa wetu, kwenye njia, katikati ya barabara, leo tumeletewa mambo makubwa mazuri bwana, alhamdulillah, Mungu amzidishie. Na wakisema hivyo maana yake ni kinyume chake, wanakulani tu bado hao. Hilo moja. Hadithi ya mwisho, ili nisichukue nafasi refu khutba yetu ya leo, ni hadithi niliyoitanguliza ya aljulusu fi turuqat. Usiwasababishie watu udhia aina hiyo katika njia, katika vivuli, katika sehemu zao za kukaa, katika viwanja vyao vya mpira, katika nini, sehemu mbalimbali, pahala popote munazahati. Mtume aliwakataza watu wasikae barabarani, wasikae njiani, kama vile tunavyofanya. Tunaona barabara hii inapita huku pembeni, kuna mabenchi ya watu, wengine wanakunywa kahawa, wengine wanashona viatu, wengine wana biashara zao wamepanga pembezoni. Hiyo ndo njiani na kukaa majiani, pahala wanapopita wengi. Mtume kakataza, anasema iyakum, yani baidu, ibtaidu, jihifadhini, jikingeni, jiepusheni, waljulusu fi turuqat, na kukaa katika njia hizi. Je, inawezekana tufunge hizi maskani zetu na vikao vyetu? Ni ngumu. Na hata masahaba wakaambia Rasulullah, hiya majalisuna ma lana minhu bud natahaddathu fiha. Rasulullah, hivi vikao vyetu hivi wallahi ni muhimu sana. Hizi maskani zetu hizi, unaona tumeweka mabenchi, tunakunywa kahawa, ni muhimu sana, natahaddathu fiha. Na nyingine, unajua mtu umeshakaa nyumbani, umeshachoka, ule moto kule nyumbani wa wake zetu umewaka mpaka unaona kuuzima, ni kuja pale ukaanza tena kusema umeliona lile goli la jana na hivi na mambo mengine. Malana minha, hatuna budi kuja kukata yale ya nyumbani, tukaja tukayazima na kuyazimua kidogo katika turuqat kama hizi. Hatuna budi ya Rasulullah, tunaongea mengi huku. Mtume akasema fa idha abaitum, kama mnakataa, illa almajlis au illa aljulusa fihi, fa idha abaitum illa almajlisa fihi au illa aljulusa fiha fa'atu at-tariqa haqqahu. Kama mnakataa, mnang'ang'ania lazima mkae kwenye hizo njia, basi ziko haki zake, lazima mzitekeleze mkikaa katika njia. Leo unaambiwa njia ina haki zake. Sasa Mtume anakuambia, qalu wama haqquha ya Rasulullah, turuqati ina haki zake, tueleze haki za njia ya Rasulullah. Akasema mambo matano. Mtume anakuruhusu kaa njiani, lakini usisahau kuipa haki yake hiyo njia, na haki yake ni mambo matano. La kwanza akasema raddu salam. Ukipita hapo watu wakikamkia salamu alaykum, unatakiwa urudishe salamu. Sijaona mji una salamu nyingi kama Unguja. Umefuata nini hapo? Maana hapa nimeitikia salamu mpaka sasa hivi shingo inaniuma. Alokutuma uje hapo ukae nani? Sisi tumeambiwa la man taarif wa man lam taarif, wape salamu unaowajua na usiowajua. Tukikuona tu tutakupa salamu. Nisema basi bwana pita hapa. Mtume anakuambia haki ya njiani, maadamu umejileta umekaa hapo, raddu salam, rudisha salamu ya kwanza.
Ghaddul basar, haki ya pili, fumba jicho. Fumba jicho, kwa sababu njiani kutapita baadhi ya mambo ambayo kwako wewe ni mtihani kuyatizama. Kwa hiyo ukishaona kwamba hayo yanapita, fumba sasa jicho. Na hii ni haki moja nzito, ngumu, hususan kwa vijana. Wazee wanaweza kusema mimi sasa hivi hata meno yenyewe ya kutafuna sina tena, kwa hiyo siku zangu za kuondoka ni zikaribu kuliko zilizopita. Lakini vijana ndo wataalikana hasa, na anaweza akampiga mwenzake kisugudi kwa maana kwamba unanizinga, sioni uzuri. Ghaddul basari, kufumba jicho baada ya kutoa ya kurudisha salamu. Maana kutoa salamu ni sunna, lakini kurudisha ni wajibu. Maadamu amekwambia asalamu alaykum, ukikaa kimya sasa unapata dhambi, kwa sababu ni wajibu wako kurudisha salamu. Ghaddul basar ni kufumba jicho, usiangalie maasiya yasiyofaa yanayopita. Wama aktharaha, na ni mengi kiasi gani huwa yanapita. La tatu, twende haraka haraka, kaful adha. Kaful adha, kuzuia yaliyo ya maudhi. Tunarudi kule kule katika maudhi. Sasa uko pale, likatokea lolote la maudhi, ondoa, zuia. Sasa lolote, hata ukaona kwamba kuna mwiba njio hapa hawauoni wapita njia, basi uondoe wewe. Sasa si kazi yangu mimi, mmeniandika kazi ya kukusafishieni barabara. Uislamu unakwambia adha, ule udhia uondoa, na uzuia pia ukiuona unakuja na vitu vinginevyo. Kaful adha. Matatu hayo. Ya mwisho, amr bil ma'ruf, kuamrisha watu mema mazuri. Ya mwisho, nahy anil munkar, kukataza watu mabaya. Kama unaweza kuzifanya na kuzihifadhi hizi haki tano, weka. Uweze nini kajifungie kwako. Umekaa nje bwana hivi moja mbili mzigo. Mwambie ndugu yangu, wewe Muislamu gani? Wewe umekuwa lini shekhe wewe? Kama huyawezi hayo matusi hayo, ondoka. Kwa sababu amru bil ma'ruf nahy anil munkar, kuamrisha mema. Sasa baadamu mko njiani, amrisha watu mazuri, kataza watu mabaya. Hizi ni huquq. Muda umekwenda sana, lakini kwa sababu mada hii umuhimu wake ni mkubwa, naomba nimalizie na hadithi moja ya mwisho ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya kukataza alisema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala ala alma'i rakid. Mtume alikataza mtu asikojoe, asifanye haja ndogo katika maji yaliyotuama. Moja katika jambo la madhara na kusababisha maradhi na majanga makubwa makubwa ni uchafu. Na moja katika kitu chenye kupeleka uchafu, watoto mitaani huwa wanacheza, hasa katika vidimbwi. Kwa hiyo ukiona maji yametulia pahala, usiseme hapa ndo pahala pazuri pa kumimina haja yako. Anasema Mtume amekataza watu wasikojoe katika maji yaliyotuama. Al-rakid alma'u alladhi la yajri. Zote hizi ni aina ya wewe kufungwa usisababishe madhara kwa watu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtaduna idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala 'azza min qa'ilin 'alim idha quri'a al-Qur'an إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، على آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى صحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي حسن مين، اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخيرات والصواب. اللهم اصلح بطانته وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر.